الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza, kuongea na mpenzi wakati wa usiku wa Ramadhani, je, ina madhara ya namna yoyote? Maana kuna binti hataki kuelewa, ananihisi vibaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza, kuongea na mpenzi wakati wa usiku wa Ramadhani, je, ina madhara yote? Maana kuna binti hataki kuelewa na ananihisi vibaya. Ndugu yangu Muislamu ambaye ulikuwa umeuliza swali hili, kwanza unatakana kwamba umche Allah wewe, kadhalika na huyo ambaye ulikuwa umemposa. Na huyo mpenzi hatujajua kwamba mpenzi wa sampuli gani, kwamba ni mpenzi ambao ulikuwa umemposa au kwamba ni mpenzi tu kama ambavyo watu walivyokuwa wanaweka penzi wao kinyume na misingi ya sheria ya Kiislamu. Ikiwa kwamba ni mtu ambaye ulikusha kumposa na kama kunaitia haja kwa mujibu wa sheria ya Uislamu ya kuongea naye katika jambo la haja, basi hakuna ubaya. Lakini kwa mujibu wa swali, inaonekana maongezi hayo ni maongezi ambayo yalikuwa ya kutiribua matamanio, ni jambo ambalo lilikuwa halifai. Ikiwa kwamba ni jambo la kutiribua matamanio, ni jambo ambalo halifai. Wanachuoni wanasema fa idha tahaqqaqat ad-dawabit, wanasema kwamba at-tahadduth ma'al makhtuba, kuongea pamoja na yule ambaye alikuwa ameposwa, jambo hilo lina vidhibiti vingi. Wanasema litahadduth ma'al makhtuba, ina au lina jambo la kuongea na yule ambaye ulikuwa umemposa, mwanamke ambaye alikuwa ameposwa kuongea na mwanamume ambaye alikuwa amemposa, au mwanamume kuongea na mwanamke ambaye alikuwa amemposa, jambo hilo lina dhawabitun, lina vidhibiti. Vidhibiti hivyo fa idha tahaqqaqati hadhihi dhawabit, vikithibiti vidhibiti hivi, wa khasatan amnu taharruki shahwa, na hasa jambo la kupatikana amani la kutokutiribuka zile shahwa, wa wujudi alhaja, na kupatikana haja, jaza dhalika, wanasema itajuzu jambo hilo. Amma idha takhallafa shay'un min hadhihi dhawabit, ama kikikosekana chochote katika vidhibiti hivi, kwa maana kikabakia nyuma, sara dhalika tahadduth wal kalamu min al mahdhurat shar'an, itakuwa kuzungumza huko na maneno kuzungumza, basi itakuwa ni katika mambo ambayo yalikuwa yamezuiliwa kisheria. Yani ikawa kwamba unazungumza naye hali ya kuwa shahawa zako zinatiribuka mwanamume au shahawa zake mwanamke zinatiribuka, ni jambo ambalo lilikuwa halifai, ni jambo ambalo lilikuwa halifai. Wa idha kana tajawuz fi hali siyam fa innahu yu'athiru ala siyam بالنقص ويكون أسوأ وشد في الإثم لحصوله في زمن فاضل، لأنه ينبغي على الصائم المحافظة على صيامه مما يخل به وينقصه. Kuna maelezo ambayo wanachuoni wakaendelea kuyasema, lakini kwa mujibu wa swali ambalo la muulizaji ambao alikuwa ameuliza, ikiwa kwamba kutaaminika kutokutiribuka shahwa, kadhalika vile vile ikiwa kwamba kuna mazungumzo ambayo yanozungumzo hayo haja ndio imeitia, na ikawa kwamba ni dharura ambayo ilikuwa imeitia hivyo, itafaa kuzungumza na yule ambaye alikuwa amemposa. Lakini mpenzi, kwa maana ya hali ambazo watu walikuwa kunazo, kwamba huyu amemwekesha binti na huyu mwingine binti amemwekesha mwanamume, wala hakuna posa iliyokuwa imepita, hayo ni mambo ambayo yalikuwa ya shetani. Na swali kama hili tushaye kulijibu, haifai. Kwanza uposaji wa namna hiyo haufai, au kwamba uchumba upenzi wa namna hiyo haufai, ni jambo ambalo la kufungua milango ya shetani. Na Waislamu wanatakana kwamba tahadhari na njia hizo. Ikiwa mwanamke wewe mwanamume umekusudia kumposa, basi nenda kwao kampose. Unakusudia kumuoa, nenda kwao kampose, kisha kumposa subiria siku ambayo ulikuwa umetoa ifike,
ukabidhiwe mke. Lakini sio kwamba kusema kwamba huyu mpenzi wangu ikawa kwamba mnawasiliana, wazee hawajui chochote, hawana taarifa yote, na ikawa kwamba nyinyi mmejiwekea taratibu zenu za kuwasiliana, za kukutana. Haya ni mambo ambayo ya kikafiri, si katika taratibu za Uislamu. Kwa hiyo ikiwa wewe ni Muislamu unayasikiliza haya, basi unatakana ujiepushe na taratibu hizo, kwa sababu hizo ni taratibu za kishetani na sio taratibu za Uislamu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.